Siku ya leo tunajadili juu ya kipindi hiki cha Kwaresma na mwaliko wa maaskofu katika nchini ya Kenya, ambao unatualika tuweze kutafakari juu ya kujenga Kenya ya haki, amani na umoja, inayodumisha umoja na usawa, ikiheshimu ubinadamu wa kila mmoja wetu ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wake Mungu Mwenyezi. Kipindi hiki cha Kwaresma kinaanza rasmi wakati wa Jumatano ya Majivu, siku ambayo Wakatoliki walikwa uweze kufunga, kusali na kujinyima. Na pia siku hiyo ni siku ambayo majivu yanawekwa kwa kila Mkristo kwenye paji la uso, ama kulingana na maeneo tofauti tofauti vile ambavyo imeelekezwa na baba zetu maaskofu, ikiwa ndio mwanzo rasmi wa kipindi cha Kwaresma. Na hivi leo tunatafakari juu ya ongezeko la mkopo au deni la serikali, pamoja na ongezeko wa kasi sana wa kodi katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza kabisa tukubali ya kwamba kama wanadamu hakuna yule ambaye anajitosheleza. Kama mtu binafsi hatujitoshelezi, tunapungukiwa hapa na pale. Katika nyanja ya kiuchumi hakuna naye jitosheleza, anahitaji wengine waweze kumsaidia. Lakini pia ni wajibu wa kila mmoja wetu kuweza kujua kwamba ni vizuri kuishi kulingana na uwezo ule ambao uko nao, kwa sababu pia wakati unapokopa, wakati mwingine ni kuishi zaidi ya ule uwezo wa kiuchumi ambao tuko nao. Kwa hivyo kama mtu binafsi, kama napungukiwa, sijitoshelezi, je na familia? Je, pia familia itakuwa na yale mapungufu, haitaweza kujitosheleza? Wakati mwingine ndio naumia hapa na pale, kwa sababu mahitaji ya kirasmi ni ngumu pia kuweza kuyakimu kwa sababu yale mapungufu ambayo tuko nayo. Pia tunapotoka katika nyanja ya familia tukaenda katika nchi, ni ngumu sana katika ulimwengu mzima kupata wale ambao wanajitosheleza au wanaweza kujisimamia kiraslimali na kila kitu. Ndio unaona wakati mwingine inafikia mahali ya kwamba kama mtu binafsi, kama familia, kama jamii, kama nchi, tunakopa ili tuweze kujikimu. Na ni kwa nini tunakopa? Kwa sababu labda ushuru tunaotoa katika nchi zetu labda hautoshi au hautumiki kwa njia inayostahili. Ndio unaona pia kama nchi yetu ya Kenya pia haijitoshelezi kwa mahitaji yake. Ndio maana unaona mara nyingi tunakopa katika nchi za ng'ambo, tunakopa World Bank, tunakopa Uchina, tunakopa Marekani, na pia wakati mwingine tunakopa in private entities ili tuweze kujikimu au kufuatilia bajeti yetu ambayo tunajiwekea kama nchi. Ni vyema tukumbuke ya kwamba kama Wakenya, kulipa ushuru ni kujitegemea, na hakuna makosa yoyote ya kulipa ushuru. Hata katika mwongozo wa sheria ya kanisa, waumini wanafundishwa kwamba ni jukumu letu kuona ya kwamba tunatoa yale ambayo Mungu Mwenyezi ametujalia ili kazi ya utume iweze kuendelea. Hiyo ni njia moja, labda tuite tu ni kama kutoa ushuru kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya uenezaji wa Injili ambao ndio utume wetu sisi wote ambao ni wabatizwa. Kwa hivyo tufahamu kulipa ushuru ni kitu ambacho kinahitajika. Kulipa ushuru ni kujitegemea. Kuna umuhimu wa kulipa ushuru. Kama Wakenya tusiepe kulipa ushuru. Najua kwamba kuna watu wengi kwa sababu labda ya ushawishi katika serikali wanakwepa ulipaji wa ushuru. Wafanyabiashara ambao ushuru wangetoa usaidie wanakwepa.
na watu wengine hata wanafanya biashara lakini hawalipii biashara zao ushuru unaohitajika ili wapate faida zaidi. Tufahamu ya kwamba unapokwepa kulipa ushuru pia hiyo inatuletea mapungufu katika bajeti yetu kama nchi. Ni jukumu la serikali kufuatilia kuona ya kwamba wanaostahili kulipa ushuru wanalipa ushuru ipasavyo. Of course pia sio vizuri kuona ya kwamba ushuru unaongezeka kila wakati, na katika kipindi hiki cha Kwaresma, katika wiki tunaona ya kwamba tunatafakari vile ushuru katika nchi yetu ya Kenya umeweza kuongezeka hapo kwa muda wa miaka michache ambayo iko pale nyuma. Ni hakika tangu mwanzo wa uhuru wetu ushuru umekuwa ukiongezeka mara kwa mara. Hiyo ni kawaida kwa sababu hali ya maisha pia katika ulimwengu inaenda ikibadilika, lakini ni vizuri nchi na uongozi wa nchi kuangalia hali ya wananchi wanapoongeza ushuru, ili tusije kuongeza ushuru mwingi ambao utafanya pia familia ziweze kuumia, kama vile familia nyingi wanapoumia siku hizi kwa sababu ya ushuru. Kuna ushuru katika SHIF ambayo imeongozwa na SHA. Kuna ushuru katika vitu vya kawaida, sukari, mkate, mafuta, ushuru ambao unaongezeka, ushuru wa PSU1 upo, ushuru wa the affordable housing ambao ni kitu kizuri, lakini wakati kinapokuja kwa pamoja kinaathiri familia nyingi. Ndio maana unaona katika tafakari ya wiki ya pili naona kwamba familia nyingi hata kufikia mahitaji yao ya kawaida. Kwa mfano katika hii simulizi ninayosoma naona ya kwamba huyu msichana mdogo anaenda nyumbani ya kwamba ameambiwa na walimu kesho aje na mahamri shuleni ili waweze kufundishwa juu ya utoaji au kupunguza. Labda ni mahesabu ya kupunguza. Umekuja na amri 5 na maamri 5. Ukitoa moja unabaki na ngapi? Anaenda nyumbani ambaye mama, nyumbani tunahitajika kesho niende shuleni na maamri. Kwa mwalimu anahitaji. Na ni mahitaji ya CBC ambayo ni nzuri, ni mtaala wa elimu ambao ni mzuri ili mtoto aweze kuelewa. Lakini anambia mama nahitaji, mama anambia mama maamri moja ni shilingi 30. Bei imepanda. Sasa kama ilimekuwa pale nyuma. Anakuja anamwambia babake ambaye pia anaendesha bodaboda. Baba anamwambia hali ni ngumu. Lakini mama kwa sababu hakutaka mtoto aende shuleni bila, anampatia kiporo. Kawaida kiporo anasema ni ugali mgumu uliobaki jana jioni. Ndio akamkatia vile viporo aende navyo shuleni. Kwanza anapofika shuleni wengine wanamchekelea. Kwa sababu familia zote hazitoshani. Kuna wale ambao na maamri kama vile mwalimu aliwaambia, wengine hawaja kuja. Yeye pia amebahatika amekuja na kiporo lakini hakusikia vizuri. Tunaona kwamba pia uchumi ukiwa mbaya unaumiza our self esteem. Kwa sababu pia tunaonekana kwa jambo ambayo pia haina ile heshima. Lakini ni kwa nini anaenda shuleni huyu msichana miaka 10 na kiporo? Kwa sababu hali ya uchumi ya kutafuta maamri haipo. Maamri pia yamepanda bei, ishara ya kwamba hali ya maisha ya kiuchumi imepanda katika nchi. Ni kwa sababu ya huu utoaji wa kodi ambao kwa kweli umeenea sana na umeenea kwa kasi. Mimi najua kodi ni nzuri na kila Mkenya lazima afahamu kodi ni nzuri, lakini wakati nafikia kodi ya hali ya juu ndipo inaumiza. Kwa hivyo ni mwito kwa serikali kuweza kuona ya kwamba utoaji wa kodi hauko katika hali ya juu sana ile ambayo inaumiza. Najua kwamba wakati kitu kinapoanza kinakuwa na ugumu, lakini labda pale mbeleni serikali itapunguza hiyo kodi, kwa sababu pia labda malengo fulani yatakuwa yamefikiwa yale ambayo serikali iko nayo. Lakini pia cha kuzizitira ni kwamba kodi inafaa itumike ipasavyo. Kinachoumiza Wakenya ni kutoa hiyo kodi nyingi hivyo, lakini unapata ya kwamba yale majukumu ya serikali, elimu, afya, barabara, miundo msingi ambayo ni kazi ya serikali, hata baada ya kutoa hiyo kodi bado hatuoni watumishi mazuri au hatuoni ile kazi nzuri ambayo serikali imefanya. Ni kweli serikali imefanya mengi, lakini kuna yale mengi ambayo bado hatuyaoni. Juzi katika grade 10 unaona kwamba watoto wengi
wamebakia nyumbani kwa sababu the requirements, yale mahitaji ya kwenda shule, wazazi wengi hawange afford. Pia school fees haingekuwa, because of the issue of capitation, labda ifiki shuleni na walimu wanaona vigumu kuwakubalia watoto shuleni bila kutekeleza yale majukumu ambayo ni muhimu. So unaona pia maisha yanapokuwa magumu, kondi inapoenda juu, pia hata nyanja ya elimu inakuwa affected. Unapoenda hospitalini, unatibiwa, unaongeleshwa na daktari, unaambia shida zako, mwisho anakuambia tuna dawa, enda kununua dawa mahali fulani, ili hali tumetozwa ushuru kwa ajili ya mambo ya matibabu. Unapata barabara zetu ni mbovu. Kwa mfano juzi nilikuwa nasafiri kutoka Marsabit kwenda all the way to Turkana, katika jimbo la Marsabit. Barabara inahitaji kuangaliwa. Serikali imejaribu kutoka Marsabit mpaka even after Shegel, kuna kazi nzuri ambayo imefanyika pale, lakini ilianzia na bado inaendelea, lakini kuna ule muundo mzima wa barabara ambao pia unahitajika. Hiyo ni kazi ya ushuru. So Wakristo au wana Kenya wasipoona mambo kama yanapoendelea, wanajiuliza ushuru tunaotoa ni wa namna gani? Katika jimbo hili la Marsabit, kuanzia Laisamis all the way kwenda Ngurunet, all the way kwenda Elaut, kwenda Southall, ukate uende Civicon, Mount Kural mpaka Loyangalani, barabara ilianzishwa tangu miaka 7-8 iliyopita, lakini bado haiendelei. Na ushuru tunatoa, tunajiuliza huu ushuru ambao ni muhimu namna hiyo unaenda namna gani? Hii ni mfano tu ambao tunatoa katika jimbo hili letu la Marsabit, ya vile tungependa kuona ushuru ukitumika, na usipotumika tutaumia. Au unasikia watu wanasema hii serikali. Shida ni kwamba hatuoni yale matokeo ya uchumi, yale matokeo ya kodi ile ambayo tunatoa. Lakini Wakristo na wana Kenya ni kuuliza tu, tusivunjike moyo, tusikose kuwa na matumaini, kwa sababu katika Injili ya Mathayo, wakati Yesu anapopanda pale mlimani na kugeuka sura, mambo yanabadilika. Na pia sisi tuna matumaini ya kwamba tunapopanda mlimani kufanya sala, tunapopanda mlimani kujiweka mbele yake Mungu Mwenyezi, sura ya taifa letu, sura ya serikali yetu, sura ya nchi yetu, sura ya kanisa letu itabadilika na kuwa sura ambayo ni ya kutia moyo, ya kutia matumaini, kwa sababu kwake Mungu Mwenyezi hakuna lisilowezekana. Tuendelee kusali. Wakati huu wa Kwaresma ni wakati wa kusali zaidi, ni wakati wa kujiweka mbele ya Mungu Mwenyezi zaidi kuliko wakati mwingine ule wote. Na ni wakati naoweza kuita ni wakati wa kukaa katika mlima wa Bwana, ili tuweze kumlilia. Na kama vile Yesu alibadilika sura, nasi jimbo letu itabadilika sura, na nchi yetu ya Kenya itabadilika sura yake, na tutakuwa tunajivunia kujiita wananchi wa Kenya, wenye nchi watukufu, wenye wanaofurahia kuishi katika nchi hii yetu nzuri sana na takatifu sana ambayo Mungu Mwenyezi ametujalia. Pia kama wana Kenya, kuna public participation wakati kuna mambo fulani ambayo yanaendelea katika counties, katika wards, katika nchi yetu. Ni vizuri twende pale tusikize na tuweze kutoa maoni yetu, tukitumania kwamba wale ambao wanasikia yale maoni yetu wataenda kuyatilia maanani, wataenda kuyatilia mkazo, ili hayo ni mambo ambayo ya kuboresha nchi yetu. Kodi tunazotoa ni za manufaa kwetu, zitatusaidia ikiwa tu viongozi wale ambao tumewapa nyadhifa za uongozi watatumia hizo kodi vizuri. Tunaingia pia katika mlingo wa uchaguzi, wakati wa siasa, wakati wa kuchagua viongozi. Utasikia kiongozi anaitwa Joseph, kiongozi anaitwa Monica, kiongozi anaitwa Mohamed, kiongozi anaitwa Ismail. Hao wote ni watu ambao wana maadili ya kidini. Sasa swali linakuwa ni wakati wanapoingia katika hizo nyadhifa za uongozi na wana Ukristo, wana udini ndani yao, changamoto inatokea wapi? Changamoto inatokea wakati mwingine, wakati wa uchaguzi tunaangalia mambo ya hongo hapa na pale, mambo ya familia, mambo ya ukoo, tunasahau maadili yale ambayo yanahitajika kwa ajili ya uongozi. Tunapoingia katika uongozi, katika uchaguzi,
ningeomba Wakenya wenzangu tuweze kujua ya kwamba hili deni ambalo linaendelea kuongezeka, huu mkopo ambao unaendelea kuongezeka, hizi kodi ambazo zinaendelea kuongezeka, zinahitaji viongozi wale ambao ni wanakuja na watusaidie kutekeleza utumiaji mwema wa kodi hizi. Kwa sababu mimi kama Mkenya najua kwamba hakuna siku itaishi bila kutoa kodi. Na kodi imekuwa kutoka mwanzo mpaka sasa hivi. Kile watu tunahitaji kama Mkenya ni kuona ya kwamba kodi inatumika vizuri. Kwa hivyo wewe kama unaitwa Joseph, wewe unaitwa Michael, wewe unaitwa Francis, wewe unaitwa Jane, wewe unaitwa Teresia, wewe unaitwa Diana, wewe unaitwa sijui nani, uko na jina la kidini, mahala ulipo hakikisha ya kwamba una wajibikaji. Tunajua kwamba kuna system nyingi ambazo zinafanya wajibikaji mzuri sana, lakini wewe uwe kama kile chembe kidogo, uwe kama ile begu ndogo ambayo inaota na mwisho inabadilisha eneo nzima. Kuna uwezekano ya kwamba wewe peke yako unaogopa hata kuweza kuleta mabadiliko kwa sababu wale wengine ambao wanakuzunguka. Ninakupa mfano wa ndege moja anaitwa Hummingbird. Yule ambaye aliona msitu unateketea na akaenda akaambia ndege wenzake, jameni, si msitu wetu ambao tunategemea unateketea. Sisi tutafute maji tuje tuzime huu moto. Wale wanyama na ndege wengine wakamshangaa, sasa wewe, sisi na watu mdomo wetu ndogo hivyo unaweza kuzimaje huu moto? Akamwambia basi mimi kwa mdomo wangu mdogo nitakuwa naenda kuchota maji pale na kuja nimwagilie hii moto uzimie, kwa sababu hilo ndilo ambalo naweza kufanya kwa sasa. Na yule ndege alikuwa anaenda mbali, anachota tone moja la maji, anakuja kutema katika ule moto. Of course moto haukuzimia, lakini alifanya kile ambacho alitakiwa kufanya. Kama Wakenya mahali tulipo, tufanye kile ambacho tunatakiwa kufanya. Kama wewe ni kiongozi katika jumuiya, usiwe tu kiongozi mwadilifu katika jumuiya, lakini kule kwa serikali, kule kwa umma, wewe si hawajibiki ipasavyo. Wajibika vizuri, uwe mwadilifu, na tukifanya hivyo hatutalalamika, kwa sababu kupitia kwa mtu mmoja ulimwengu mzima unaweza kubadilika. Kama Wakenya katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi hiki cha mfungo, tunajua kwamba tunaweza kubadilisha. It is possible. We can through prayer. We can kupitia kwa kubadilisha maisha yetu. Basi tujiombee sisi zote kama Wakenya, tujiombee kama jimbo la Marsabit ambalo pia linakumbwa na kiangazi, mifugo mingi sana imeangamia, maisha ya watu yako hatarini, chakula hamna, maji hamna, tunahitaji msaada wa hapa na pale. Tujiombee ili Mungu Mwenyezi akaweze kutusaidia, tupende kufanya kazi kulingana na uwezo wetu, misaada tunayopata tuitumie vizuri, na wale ambao wako katika nyadhifa za kusambaza hiyo misaada kwa ajili ya wema wa taifa waifanye kwa njia ambayo inastahili, ili wale wote ambao wanahitaji wakaweza kufikiwa na ule msaada. Katika kipindi hiki sisi kama parokia pia tuna utaratibu fulani ambao tumepangilia katika halmashauri yetu ya parokia kwa ajili ya kujinyima na kuwafikia wale ambao labda hawabahatiki kama wengine katika. Ni kweli sisi zote tunahitaji, lakini kuna wale ambao wanahitaji zaidi. Ndio maana sisi kama parokia Jumapili ya 3 tumeita Jumapili ya unga. Jumapili ya unga ambayo tumealika kila Mkristo hawezi hiyo siku kuja agalau na kilo moja ya unga wa ugali, ambao baadaye tutaangalia katika maeneo yetu wale ambao wanahitaji, watu wa madhehebu yoyote yale ambao wanahitaji, na hiyo unga tutawagawie kama njia moja ya kuwafikia na kuonyesha kwamba mimi ni mbarikiwa tofauti, lakini kwa pamoja tutaweza kusaidiana. So nawaalika wote mahali ambapo mlipo katika kipindi hiki cha Kwaresma cha mfungo, tujaribu tumfikie mtu mwingine. Mother Teresa anatu encourage sana. Mtakatifu Mother Teresa akakuta anatutia nguvu, anatumia tumaini kwa kuambia kama huwezi pea watu wote chakula, at least patia mmoja. Just to paraphrase wito wake ambao ni mzuri sana kwetu. Hapo katika kipindi hiki cha Kwaresma, madeni yakiwa juu, maisha yakiwa magumu, kodi zikiwa nyingi, tumebarikiwa tofauti. Tusiwe na ubinafsi, tuwafikie wengine na tuwasaidie kulingana na uwezo wetu. Mwisho kabisa,
Tunashukuru Radio Jangwani 106.3 FM katika Jimbo Katoliki la Marsabit kwa sababu ya kuwafikia wengi, kuwatia matumaini, kuwaelekeza katika maisha ambayo ni magumu kwa sababu ya deni inaongezeka, kwa sababu ya kodi. Hii redio imekuwa faraja kwa wengi, imetetea wengi kupitia upeperushaji wa habari ambazo zinatokea kule mashinani. Kwa hivyo inaposherehekea miaka 10 ya umishonari na ya utume, naomba Mungu Mwenyezi aweze kubariki wote wahusika, askofu wetu Bishop Peter Kihara na wale wahusika wengine wote ambao wamesaidia sana kuona kwamba tuna hii redio. Mungu Mwenyezi awabariki, na kwa kweli hii redio iweze kudumu kwa sababu inafanya kazi nzuri sana ya utume katika eneo hili na katika jimbo hili. Tumsifu Yesu Kristo.